Naomba nisome andiko hili ukiwa umesimama, na sio andiko la mahubiri yangu, lakini ni andiko la yale nilisikia Roho akisema. Ufunuo wa Yohana sura ya 21. Ufunuo wa Yohana sura ya 21. Wewe unayefungua tutasoma wote pamoja. Nitasoma mistari kadhaa kwa kuruka. Sura ya 21 mstari wa 2, Biblia inasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Mstari wa 9, akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Haleluya. Yokie jirani yako, mwambie siku zinakwenda sana. Mwambie siku zinapita sana. Mwambie tumeambiwa na Roho Mtakatifu kwamba mbinguni hakutakwenda kilicho kinyonge, na wewe ni bibi harusi. Bibi harusi huwa safi katika mavazi. Mwambie mbinguni hakutakwenda chochote kichafu. Haleluya. Na kwa sababu Roho amesema nikasikia, naomba keti kwa dakika 3 nikwambie kitu kimoja, na ndipo nitakwenda kwenye neno langu mchana huu leo, neno ambalo Roho ameandaa kwa ajili yako. Biblia inaongelea kwa ajili ama kuhusu Yerusalemu, na andiko tulilo lisoma ambalo Roho ametamka kwa vinywa vya manabii wake linazungumzia Yerusalemu mpya. Amen. Yerusalemu mpya. Nataka niseme yale yanayotokea katika ulimwengu ni ishara za kurudi kwa Yesu Kristo. Yale yanayotokea ambayo unasikia kuna vita, sio tu ni maamuzi ya kibinadamu ama utashi wa watawala. Naomba ujue ya kwamba ni dalili ambazo Yesu alizisema, ni ishara ambazo Yesu alisema tukiziona hizo tukaze mwendo, kwa sababu zinazofanana na hizo ndizo zitakuwa ni tukio kwa kurudi Yesu Kristo. Ndugu zangu, Israeli ni taifa la Mungu, Wayahudi ni watu wa Mungu. Alipozaliwa Yesu, katika huduma yake, makao makuu yake ni Israeli, Yerusalemu. Ndiyo maana Biblia inaongelea Yerusalemu mpya. Siku moja Yesu atarudi duniani, tutamwona kwa macho. Makao makuu ya Yesu atakayerudi mara ya pili na kuishi miaka 1000 ni Yerusalemu. Hata kuja Tanzania, hata kwenda the New York ama Washington ama Dubai ama London. No. Wala hata tembea kwamba ninakwenda kutembelea Afrika Kusini. No. Hata tembea kwamba nakwenda China. No. Yerusalemu. Mataifa na watu watatoka waliko Norway,
South Africa, the Australia, the Atlantic watamfuata. Ukiona vita inapiganwa, Israeli anatafuta kumiliki ardhi, anatafuta kumiliki Gaza, sehemu ambayo kulikuwepo na hekalu la Yerusalemu, hekalu la Sulemani, hekalu la Herode lililovunjwa, na sasa hivi kuna misikiti miwili, mmoja unaitwa Dome of the Rock na mwingine unaitwa Al-Aqsa. Ni vita ya mahali ambapo lazima Wayahudi wajenge hekalu, kwa kuwa Yesu atakaporudi tena duniani, kama wakati ule alivyokuwa akiingia katika hekalu la Yerusalemu, lazima hekalu lijengwe ambalo Yesu ataingia. Vita hii inatupeleka huko, na ukisoma katika Ezekieli 38 utagundua ya kwamba kuna vita ambayo itakuwa ni kati ya Israeli na Iran, na baadaye washirika wa Iran ambao ni Urusi wanaweza kuingia. Urusi anaitwa Rosh ama Gogu na Magogo katika Ezekieli 32, na Irani anaitwa Uajemi ukisoma Ezekieli 32. Haya mataifa ya kaskazini yatapigana na Israeli, na ukiona Irani badala ya kupiga Amerika na Israeli anapiga Qatar, anapiga Dubai, anapiga mataifa ya Kiarabu, sehemu ambazo Marekani ana vituo vya kijeshi. Maana yake ni kwamba kuna chuki inayokwenda kutokea, na wasipokuwa na hekima kubwa, utashangaa Urusi itakuja iseme nimsaidie Iran, na ndipo hakuna atakayezuia hiyo vita, kwa sababu ndio ni vita kubwa sana. Sisemi ya kwamba ndio Yesu sasa anarudi, lakini nasema vita ambayo itamshusha Yesu ni vita ya jinsi hii. Wakati Marekani inapigana kwa ajili ya uchumi na kuitawala China na kuizidi Urusi, Israeli ni ardhi. Watawale ardhi, watawale Gaza, mahali ambapo ilikuwa ama ni mlima Moria, mahali ambapo Yakobo aliota ndoto, kwenye jiwe lile pajengwe hekalu la Mungu, na hakuna atakaye wazuia. Hakuna teknolojia itakayo wazuia. Hakuna mtu anaweza akaiondoa Israeli juu ya nchi. Amerika amepata akili na ufahamu ya kuungana na Israeli, na wanajiita taifa la Mungu kwa kuwa wanajua ni ardhi ambayo Israeli wamepewa milele. Ukiona bendera hii, sio swala la dini. Wayahudi sio Wakristo. Narudia, Wayahudi sio Wakristo. Wawe na dhambi wasiwe na dhambi, walichaguliwa na Mungu. Imeandikwa, anayeibariki Israeli anabarikiwa, anayeilani amelaniwa. Period. Yellow or white. Auwe asiuwe, ndivyo itakavyokuwa. Maandiko yananena hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niombe niseme uwe na akili na busara. Tunza fedha, weka akiba, kwa sababu maisha yatakuwa magumu. Miezi 6 ijayo maisha yatakuwa magumu. Mwaka mmoja ujao pengine maisha yatakuwa magumu, kwa kuwa vita inapiganwa mahali ambako 30% ya mafuta ya dunia inatoka. Kwa hivi kama usafiri gharama itaongezeka, jua gharama za bidhaa zitaongezeka. Tuombe tu ya kwamba Bwana achilie mavuno ndani ya Tanzania, kusiwe na njaa. Lakini hata hivyo wasafirishaji wataongeza gharama. Sasa hivi hakuna watu wanasafiri, hata nguo zitaongezeka gharama. Kama ndege haziendi China, kama airports zimefungwa, unategemea nini? Hata uzalishaji hawatazalisha. Kwa hivi uwe na akili, tumia fedha kwa hekima, matumizi yaliyo ya lazima. Haleluya. Usije ukakosa chakula. Utakosa vitu vingine, lakini sio nini? Sio chakula. Usije ukakosa ada ya mtoto shuleni. Usije ukakosa kodi ya nyumba. Yuko yeye Yesu atakuponya na magonjwa yote. Haleluya. Lakini yako mambo ambayo Yesu anategemea utumie hekima. Dunia inakwenda kutikisika. Simama pale ulipo. Haleluya. Tazama
wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili